Ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotkeys. Basi tuache hao wazaji wakubwa. Kuna mtu anaitwa Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka. Meja Jenerali tunashindwa kuijaza kwenye mechi ya kutangaza ubingwa. Naitwa Boban Juma, shabiki wa Simba kindaki. Ndani ya msimu huu ukienda kuisha 2025-26 naona tabeba kombe na nataka umebeba ujauzito. Sasa mimi nafunga safari, wao walikuwa KMC kule. Na safari ya kwenda KMC kwenda kuwafuta kombe. Naenda kuwafuta jasho kombe lao la msimu hili hapo. Unaona kombe lao hili? 2025-26 kombe lao hili hapa. Unajua mimi rais wa keke wote Tanzania, mimi na roho nzuri ndugu zangu. Mtoto mmoja alikuwa kwenye mapambano lakini amepambana lakini hatoweza. Huwezi kwenda kubeba kombe la Golden Nifu wakati unachakalikaje kwa vunja kuni. Kombe la Golden Nifu anabeba kurungwa kwenye kikosi bora. Sasa mimi nafunga safari na kwenda KMC Mwenge na kwenda kuwafuta jasho. Unajua sisi watoto wa Kariakoo wote. Mimi nashinda mwendo kibajaji, yeye kashinda kigoli kimoja kule. Sasa basi mimi na mtoto Mudi na shangaza sasa tumeshinda watoto wa Kariakoo wote. Lakini mimi na furaha, mtoto Mudi ana furaha. Sasa nyinyi waandishi wa habari naomba mfunge safari mkauliza watoto Mudi. Mbona mmeshinda lakini hamna furaha kulikoni? Naomba mkaniulizia swali hilo, mkipata jibu naomba mnirudishie hapa. Ila mimi ninachojua mtoto Mudi naenda kumfuta jasho kombe lake la msimu hili hapo. Unaona kombe hili ndio msimu wake. Huu msimu wake mtoto wa Mudi kombe lake. Mimi sina roho nzuri jamani. Mimi na roho mbaya jamani. Mimi nikifa siozi ndugu zangu. Mnaonaje waandishi wa habari? Mimi sina roho nzuri ndugu zangu. Ili kombe jamani la gharama hili ndugu zangu. Unajua mtoto wa Mudi hili hapa nimelinunua Kariakoo pale kama 600 hivi, lakini kwa sababu yeye hajavuna kitu chochote, kwa sababu ukiangalia bingwa Yanga hajapata hata mchezaji bora, hajapata hata goalkeeper bora, yani wameambulia patupu, yani wametoka patupu kama shati lokosa vifungo. Kwa mimi watoto wa Mudi tukutane msimu ujao, na msimu ujao ndio nimwambie msimu huu. Ndani ya msimu huu ukienda kuisha 2025-26 naona tabeba kombe na nataka umebeba ujauzito. Sasa mmeshenye. Mimi sitaki kusema nini kabeba ujauzito. CRDB. Hivi ngoja kwanza. Kwenye kikosi ukiangalia tu mwenyewe. Azam FC kwenye mechi ya kwanza nilipokutana mimi bingwa wa nchi ligi kuu pamoja na FA. Mechi ya kwanza nilitoa naye sala kwenye ligi kuu. Kwenye mechi ya nusu finali ya FA mtoto wa Mudi nani yule Azam? Kanikanda Mwanza kule. Sasa tunakwenda anakwenda kukutana wala chakalikaje watoto wa Mudi wala vunja kuni akina Chama. Mtoto wa Mudi anaenda kufa mapema tu. Hiyo mechi kwanza naomba wananyanga wote tuwaunge mkono Azam FC kama walivyowaunga wao kwenye nusu finali ya FA. Hiyo mechi ya finali tunafunga, unaambiwa convoy ya kufa mtu. Tunakwenda Zanzibar kule. Tunakwenda kumunga. Ila namuomba Azam FC mfunga madishi. Naomba kwenye mechi ya Sileta ukakana dada. Naomba nipigie mtu siku hiyo. Ili msimu mtoto wa Mudi amevuna mikelele na umbea mjini. Jana ondoke pale alikokopa tupo mtoto wa Mudi abebe kombe, mtoto wa Mudi abebe kombe, kubeba kombe mchezo. Subutu anabebaje kombe kwa mfano. Sisi hao Yanga bingwa. Alafu msimu huu kwamba tumekabidhiwa na wanajeshi, wekeni rekodi nyingine. Kwa sababu misimu mitatu iliyopita minne tulikuwa tunakabidhiwa na raia. Safari hii tumekabidhiwa kambini kwa wanajeshi. Sasa ni waalike waandishi wa habari wote, jiandaeni kula nyama ya kwa mapupu, bandama, figo, ulimi, supu, maini, filigi. Kesho pale Jangwani 5 Square. Leo usiku unaona balaa hilo, kuna pilau pale, tunaenda kupigilia pilau pale, tunaenda kupiga pilau pale Jangwani. Waambieni wananchi leo haina kulala, tuboye. Waambieni watoto wa Mudi wanateseka akiwa wapi kwanza? Waambie wanateseka akiwa wapi kaka? Hebu ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi kama shabiki wa mpira, shabiki wa timu yote inacheza vizuri. Yanga amenitia aibu. Wewe ni shabiki? Cha kwanza, nikiwa kama shabiki wa mpira, shabiki wa timu yote inacheza vizuri. Ila nikiwa nimepigilia uzi wa Msimbazi, maana mimi ni shabiki wa Simba. Yanga amenitia aibu. Cha kwanza, mechi ya mwisho unakuja kuchukua ubingwa, unashindwa kujaza Meja Jenerali Samuyo. Hiki ni kitendo cha aibu. Mashabiki wa Yanga mnatuangusha siku zote. Pengine ni huzuni kiasi gani? Yaani inauma sana. Yaani nimefika hapa mpaka kwanza nikauliza tiketi shilingi ngapi, nikaambiwa mzunguko 10,000 VIP. Ndio wameshindwa kujaza Meja Jenerali Samuyo. Je, Benjamin Mkapa wanajaza? Ni vitu vya aibu sana wanafanya. Kitu cha pili ambacho hiki inabidi bodi ya ligi ikae chini tathmini. Ligi imeisha, lakini kamati ya masaa 72 kwanza ikae mpaka masaa 72 yaishe. Wajadili hili swala. Imekuwa mara ya pili. Meja Jenerali JKT wamekeza hela nyingi sana kwenye uwanja wao, wametengeneza vyumba safi kabisa vya kubadilishia nguo. Leo hii wanaenda kubadilishia nguo kwenye jumba bovu. Hiyo ni aibu sana, aibu kwenye nchi hii. Yaani kama kuna watu watakuwa walichukua video walipokuwa wanavalia, mimi kama shahidi nakwambia ukweli. Nyumba leo naenda kuvalia ni nyumba mbovu, nyumba ambayo haijaisha ujenzi.
Bahati mbaya mwenye nyumba ile alikuwa hayupo, amepigia tu simu mlinzi, wamefikia nje. Nje kuna jua, wameenda kuvalia kwenye migomba ya ndizi. Hii ni aibu klabu kubwa kama Young Africans. Kwenye swala la ubingwa ni wape hongera, lakini haijalishi hata kama wana performance nzuri uwanjani, wanapofanya vitu vya ovyo kwamba ni wasupport. Hapana, mimi ni shabiki wa mpira, shabiki wa football, lazima nizungumze ukweli. Anapozingua nasema amezingua. Kwenye performance ya uwanjani na technical bench lao wako vizuri, lakini na wao pia ni wape pole. Diarra ameaga, anaondoka. Diarra ameaga, anaondoka. Wewe huwezi kujua, lakini sisi watu wa Cuba tunaelewa. Diarra ameaga, sawa, anaondoka. Pacome ndio huyo kapata majeraha. Hayo majeraha tusije tukajifariji, ndugu zangu mashabiki, kwamba ni ya miezi 6 au mwaka mmoja. Hayo anaweza yakalamba mpaka miaka 2 hajatengamaa. Hilo pia ni pengo. Kwa hiyo sasa hapo sasa kwa timu yangu Simba Sports Club, msimu umeisha. Wenzenu kikosi chao tayari msimu umeisha na kimeanza kumomonyoka. Lakini bwana, tukishikilia hapo nasema Pacome tayari pancha zimeanza. Mechi ya pili mfululizo tunamwona Stefan Aziz Ki anahudhuria uwanjani. Huyo mwamba huyo analuka. Stefan Aziz Ki ni mchezaji mzuri na kule alikoenda ni mchezaji aliyoshindwa. Kwa hiyo kurudi kwake huku ni mtu aliyoshindwa sana. Wewe mtume mtu afu ashindwe arudi bado umpokee kwa vigelegele, huo ni udhaifu. Stefan Aziz Ki karudi. Sina imani kama ataendelea kubaki Jangwani au la, lakini hata kama akibaki ni mbovu kwa sababu alipoenda kashindwa. Sawa? Mimi ni shabiki wa Simba Sports Club. Mimi ni shabiki wa Simba Sports. Lakini vile vile ni shabiki. Hisi ni jezi. Alafu iko hivi. Mimi ni shabiki wa Simba, siwezi kuvaa jezi ya Yanga. Mimi naipambania nembo yangu, naipenda sana nembo ya Simba Sports Club. Kwa hiyo huwezi kunivalisha mimi Yanga kwa sababu mimi ni shabiki wa Simba. Ila lazima kwenye vitendo vibovu wanavyofanya kama wana Simba Sports Club lazima tuwaambie, angalieni sisi watu tunajazaga uwanja siku 3 mbele. Meja Jenerali tunashindwa kuijaza kwenye mechi ya kutangaza ubingwa. Kuna baadhi ya mistakes ndogo ndogo ambazo tulikuwa nazo kama timu ndio ambazo zimetufanya tuje kutangaza ubingwa kwenye mechi ya mwisho, lakini alhamdulillah aliyepata kapata, tofauti na aliyekosa. Unajua, unaweza ukamuona mwingine amekosa ukamuona kama ana nafuu, lakini hali alionayo moyoni ni mbaya kuliko tulionayo sisi. Sisi tuna hali nzuri na tutasherehekea sana. Bado naamini Yanga tuliaga ya mdogo tafaa paredi na tutafanya sherehe za matawi. Bwana, goli miongoni mwa vitu kila siku na ulikuwa unatamani vitokee ni kuona Alan Okello akimaliza top scorer pale juu, lakini kitu hicho ambacho kimeshindikana kutokana na Faisal amekuwa na bao 15, lakini Mosi ndio kutokea Singida naye akiwa na goli 16. Tuanzie hapo kwanza kwa Alan Okello kukosa hiyo tuzo ya mfungaji bora. Kwanza nampongeza Alan Okello kwa namna ambavyo performance yake ilivyokuwa kubwa. Sio kitu kirahisi. Mchezaji ameingia dirisha dogo anafunga magoli zaidi ya 14. Yaani kafunga goli 14. Sio kitu kirahisi. Kaja kukompiti na Faisal ambaye ligi hii amecheza Faisal tangu maisha yake yote. Hajawahi kucheza ligi nyingine yote zaidi ya ligi ya Zanzibar na hapa. Faisal anaijua zaidi ligi kuu Tanzania bara. Okello kaja dirisha dogo kakompiti kaachwa goli moja na Faisal. Lakini Mosi ndio huyo Mosi ndio Mosi. Kakangu nasema jina lako kidogo gumu wa Burundi, lakini naye amefanya performance kubwa ambayo imetufanya kutoshtua kidogo kuona kwamba mchezaji ana quality kubwa. Kacheza Singida kwa nafasi ambazo wanatengeneza quality ya Singida, kufunga mabao hayo mimi ameni surprise. So Alan Okello naamini msimu ujao utakuwa ni msimu wake wa pili, anaweza akafanya kilicho bora zaidi ya hiki ambacho ametokea msimu huu. Niwaambie kitu kimoja, mmemwona Aziz Ki msimu wake wa kwanza alihaswa sana, alistruggle sana. Sio Aziz, hata Pacome alipokuja msimu wake wa kwanza alikuwa down. Basi tuache hao wazaji wakubwa. Kuna mtu anaitwa Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka. Chama kacheza hii ligi kama kazaliwa hapa. Hajawahi kufikisha goli 10 kwenye ligi hata msimu mmoja. Yaani anaanza msimu mpaka anamaliza hajawahi kufikisha goli 10. Kama utaki niambie wewe msimu gani Chama kafunga goli 10? Kwa sababu Chama msimu wake alifunga mabao mengi ndio huu. Yaani huu ndio msimu wake wa kwanza kafunga mabao mengi, kafunga goli zake 9. Umenielewa? Hakuna msimu Clatous Chota Chama kaweza kufikisha bao 10. Alan Okello msimu wake wa kwanza anaingia kwenye dirisha dogo anafunga goli 14. Wewe unamuona wapi huyo mchezaji ukimwangalia?
yani unamwona mbali na unaona atakuwa na msaada mkubwa kwenye timu yetu. So nimempokea Alan Okello, naamini msimu ujao atakapoongezewa watu na hawa watu ambao wamewakuta kwenye performance hiyo, ana uwezo kutogea kitu kikubwa zaidi. Bwana, miongoni mwa matukio ambayo yanaacha ligi yetu ikiwa inatamatika, lakini matukio yanabaki katika vichwa vya mashabiki na wapenzi wa soka wa ligi kuu ya NBC ni tukio la Pacome Zouzoua dhidi ya Hassan Twalib wa JKT Tanzania. Kila mwana Yanga na tetesi zilizokuwepo za chini, japokuwa taarifa rasmi haijatoka kwamba inasemekana Pacome amevunjika. Kwako wewe kwanza, Pacome na kile ambacho kimetokea uwanjani. Tukio lilikuwa baya basi tu kwa uwanjani, na tulikuwa tunaona kwa macho namna ambavyo Pacome anaanguka na mguu unavyoning'inia. Sijui kama ni kuvunjika, lakini naamini ni kwamba kama kitu kimetoka ni enka, yani kitu kimetoka kwenye maeneo yake, lakini tutasubiri ripoti vizuri kwenye peji za club, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo wao watatogea taarifa zilizo rasmi. Tumeona tukio likiwa baya, na yule mchezaji sijapenda kitu kimoja ambacho amekifanya uwanjani baada ya kumuumiza mwenzie, na yeye mwenyewe ameona kwamba amemuumiza sana. Amepewa red card na bado alikuwa mbishi kiwanjani namna ambavyo alikuwa anatoka. Lakini basi yote katika yote, hata kuwaomba msamaha mashabiki kwamba tukio lilofanya ni baya, mimi sijapenda, na kuamini kwamba sijapenda, natamani kumwona mchezaji akiomba radhi hata kwenye mitandao ya kijamii. Amemuumiza mwenzie, alikuwa tukio zuri. Pacome, sisi wana Yanga tunakutakia uuguze vyema kidonda chako. Tunaamini uongozi wetu ni uongozi imara ambao pia una nidhamu kubwa kwenye kuuguza watu. Sisi hapa ukiangalia kuna wachezaji wengi sana wameumia na bado Yanga inawahudumia. Mfano hai ni yao Kwasi Otola jeshi, operation miguu yote miwili, lakini tumemsubiri, amerudi kwenye timu. Leo msimu huu tunavyoongea Dickson Jobu yuko nje ya majeraha, lakini timu bado inaendelea kumhudumia. Mwangalieni Clement Mzize, ndio mchezaji ghali anayelipwa zaidi. Shekhe, mshahara wa milioni 40 unampa mtu kakaa msimu mzima nje. Hicho kitu ni viongozi wachache kwenye football wanaweza wakakuvumilia. Tunamvumilia Clement Mzize, tunaamini kuna siku atarudi na ataendelea kuihudumia timu yetu, atatogea mafanikio. So kwa Pacome naamini pia club itamvumilia na atarudi kuja kutogea kitu kingine kilicho kizuri. Tumemaliza raundi ya 30 kwa timu zote mbili, lakini ni safari ya kurejea katika msimu ujao. Godi, natumai bwana sherehe za ubingwa zinaendelea na tetesi kwamba mtakuwepo kule Mwanza. Mimi nikushukuru sana kiongozi. Basi tusubiri Mwanza, kama timu itaenda na sisi tutakuwepo, kwa sababu yani haiwezekani tuende Mwanza mara 3 sio kwenda kushangilia, tuende kushangilia timu tushindwe kwenda kushangilia kombe. So sisi Yanga, Yanga lazima tuende.